Ni wakati wa Mungu kuingilia kati. Na tunaposema Mungu kuingilia kati, maana yake aingie kwenye hali nilionayo, aje mahali nilipo, kwenye ugonjwa wangu, kwenye changamoto yangu, katikati ya hilo deni, Mungu aingilie kati. Na hiyo ndio waga inaitwa miujiza. Haleluya. Amen. Sasa ukisoma hii Injili ya Yohana sura ya 5, twende vizuri watu wa Mungu. Anasema baada ya hayo palikuwa na sikukuu ya Wayahudi, naye Yesu akakwea kwenda Yerusalemu. Na huko Yerusalemu penye mlango wa kondoo pana birika iitoe kwa Kiebrania Bethzatha, nayo ina matao 5. Ndani ya hayo jamii kubwa ya wagonjwa walikuwa wamelala, vipofu, viwete, nao waliopooza, wakingoja maji yachemke. Kwa maana kuna wakati ambapo malaika hushuka akaingia katika ile birika akayatibua maji. Basi yeye aliyeingia wa kwanza baada ya maji kutibuliwa akapona ugonjwa wote uliokuwa umempata. Na hapa palikuwa na mtu ambaye amekuwa hawezi muda wa miaka 38. Yesu alipomwona huyu amelala, naye akijua kuwa amekuwa hali hiyo siku nyingi, akamwambia, wataka kuwa mzima? Yule mgonjwa akamjibu, Bwana, mimi sina mtu wa kunitia birikani maji yanapotibuliwa, ila wakati ninapokuja mimi, mtu mwingine hushuka mbele yangu. Yesu akamwambia, simama, jitwike godoro lako uende. Mara yule mtu akawa mzima, akajitwika godoro lake akaenda. Nayo ilikuwa ni Sabato siku hiyo. Amen, watu wa Mungu. Amen. Haleluya. Amen. Huyu mgonjwa alikuwa katika lile birika, na katika lile birika kulikuwa kuna maji, na kwenye yale maji kuna malaika alikuwa anashuka mahali pale. Akishuka anaenda kuyatibua maji, anaenda kuya activate. Haleluya. Amen. Niliwahi kufundisha hapa wakati nafundisha juu ya kuziamsha nguvu za Mungu. Yale maji ndani yake yalikuwa yana uponyaji, lakini ule uponyaji ulikuwa dormant. Haleluya. Amen. Sasa kazi ya yule malaika ilikuwa ni kwenda kwenye yale maji akaamsha kile kitu ambacho tayari kimo ndani ya yale maji. Tunaenda vizuri watu wa Mungu? Amen. Yes. Na hivyo ndivyo ambavyo Mungu anafanya. Ndani yako tayari kuna nguvu ya Mungu. Ndani yako tayari kuna baraka. Biblia inasema katika Waefeso 1:3 neno linasema tayari tumebarikiwa kwa baraka ngapi? Zote. Katika ulimwengu wa nini? Wa roho. Tayari neno linasema tumeshabarikiwa. Lakini sasa tunahitaji zile baraka ziamshwe, ndipo zitakapoonekana. Neno linasema kwa kupigwa kwake sisi tumefanya nini? Tumepona. Lakini unaweza ukawa unaumwa na hauoni uponyaji, japokuwa uponyaji uko ndani yako. Pale kinachohitajika ni kuamsha ile nguvu ya uponyaji ambayo imo ndani yako. Tuko pamoja watu wa Mungu? Amen. Na hapo ndipo lazima ujue umuhimu wa neno la Mungu, ujue umuhimu wa maombi, ujue umuhimu wa fellowship, kuja kanisani kama hivi. Hivi ni vitu ambavyo vinakuja kuamsha kitu ambacho kimo ndani yako. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Haleluya. Amen. Asante. Amen. Kwa hiyo sasa kwenye haya maji, kwenye hili birika, malaika alikuwa anashuka kwenda kuamsha, kwenda kuchochea ile nguvu ya uponyaji. Na akiingia mtu wa kwanza kwenye yale maji, yule mtu wa kwanza alikuwa anafanya nini? Anapona. Sasa akishapona yule mtu wa kwanza, atakayefuata anakuta ile nguvu tayari imeshaisha mpaka malaika arudi tena. Sasa Yesu alipoenda mahali pale akamkuta yule mgonjwa, akamuuliza, unataka kuwa mzima? Yule mgonjwa akajitetea, akamwambia, ni kweli ninataka kuwa mzima, lakini changamoto ni kwamba huwa ikikaribiaga zamu yangu ya kupona, kuna mtu ananitangulia, na mimi sina mtu wa kunisaidia kuniingiza tu kwenye yale maji. Yaani alikuwa yuko karibu kabisa na muujiza.
Na hii kuna watu wengi sana. Na huu mwezi tunataka Mungu aingilie nini? Kati. Ngoja nikwambie watu wa Mungu. Hivi unajua kuna watu kabisa tupo karibu na miujiza yetu, lakini tunajiuliza ni kwa nini? Yaani upo karibu na ndoa. Hivi unajiuliza kwa hii si hapa, mbona siingii? Hivyo vitu vipi? Kuna watu hapo karibu na kazi. Yaani sio kwamba iko mbali, ipo kabisa. Yaani unaona kabisa hivi. Ni kazi hapa. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Hili neno ni la kila mtu, mpaka mimi mwenyewe. Haleluya. Amen. Mpaka taifa. Jina la Bwana libarikiwe. Yaani kuna vitu hivi si hiki hapa, hiki. Mbona hatuingii? Mpaka Mungu aingilie kati. Huyu jamaa alikuwa karibu na uponyaji, ila anaonaga wengine wanafanya nini? Wanapona. Kuna mambo tutaendelea kuyaona kwenye nchi za wengine. Hivi sisi tunashindwa nini? Mungu aingilie nini? Kati. Kuna mambo tunaona kwenye biashara za wenzako. Kuna mambo tunaona kwa wengine. Hivi mimi kwa nini? Watu wa Mungu, hili neno hata mimi linanigusa. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Leo sikuhubiri wewe, na mimi najihubiri. Sema amen. Amen. Sema pastor anajihubiri leo. Pastor anajihubiri. Haleluya. Amen. Yes. Mimi mwenyewe kuna mambo nataka Mungu aingilie nini? Aingilie kati. Sasa ili uelewe hili somo lazima na wewe uwe na jambo hata moja tu. Ninaamini kila mtu ana jambo moja au mawili. Sasa huyu mgonjwa alidhani Yesu amefika pale ili ndiye akamuingize kwenye lile birika. By the way, Yesu kwenda kwa yule mgonjwa ile siku, alikuwa na uwezo wa kumchukua yule mgonjwa akamuingiza kwenye birika. Alikuwa na uwezo. Ila Yesu aliamua kuingilia kati. Kwa hiyo kuna sheria waga zinavunjwa Mungu anapoingilia nini? Kati. Huwa kuna taratibu zinavunjwa Mungu anapoamua kuingilia nini? Kati. Hii siku huyu mgonjwa anapona ilikuwa ni siku ya Sabato. Alipopona, Mafarisayo, wakuu wa makuhani wote walimwambia leo kutakiwa kupona. Lakini ndio Mungu ameingilia kati. Waga anavunja sheria, anavunja taratibu zilizowekwa. Kuna vitu ni vitaratibu tu vya ajabu ili tu vikuzuie. Hebu imagine huyu mgonjwa siku zote amekosa mtu kumuingiza kwenye birika. Ametokea Yesu pale. Alafu hiyo siku ni siku ya Sabato. Kwanza kama Yesu angemuingiza kwenye birika, kesi ingekuwa kubwa zaidi. Haleluya. Umembeba mtu siku ya Sabato. Yesu akamwambia jitwike godoro lako. Wakasema hapana, leo ni Sabato, unajitwikaje godoro? Kujitwika godoro ni kazi. Mtu mmoja aseme amen. Amen. Waga kuna visheria vipo ili kuzuia muujiza wako. Huu mwezi Mungu anaingilia kati. Amen. Sasa ukisoma Yoshua, ngoja nikuonyeshe mfano wa Mungu kuingilia kati. Hata tusipoisoma, naamini umewahi kusikia kwamba kuna siku Mungu aliwahi kusimamisha jua. Haleluya. Amen. Mimi nataka huyu Mungu aliyesimamisha jua nimuone kwenye maisha yangu. Amina. Kama aliweza kusimamisha jua siku nzima. Hiyo Yoshua sura ya 10. Soma mstari wa 12. Unaona Yoshua analiambia jua simama kimya. Biblia inasema mstari wa 13, ndipo jua likasimama na mwezi ukatulia. Paka walivyomaliza kupigana vita. Biblia inasema haijawahi kutokea siku kama hii ambayo Mungu alimsikiliza mwanadamu. Yoshua aliposema jua simama, Mungu akakubali. Haleluya watu wa Mungu. Amen. Nadhani ndio maana mwezi wa pili waga ni mfupi. Sababu kwenye siku za mwaka kuna siku jua lilisimamishwa. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Haleluya. Amen. Yes. Kwa hiyo Mungu anapoingilia kati kuna vitaratibu huwa anakuja kuvivunja. Kuna videsturi vinavyotuzuia, kuna visheria Mungu anakuja kushughulika navyo. Anakuja kuviondoa. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Tusome Mathayo sura ya 20. Mathayo sura ya 20. My God, thank you Jesus. Mstari wa 29 nitasoma mpaka 34. Anasema hivi: hata alipokuwa akitoka Yeriko, mkutano mkubwa wakamfuata. Na tazama, vipofu wawili wameketi kando ya njia. Nao waliposikia kwamba Yesu anapita, walipaza sauti wakisema, uturehemu Bwana, mwana wa Daudi. Mkutano wakawakaripia wanyamaze, lakini wao wakazidi kupaza sauti wakisema, uturehemu Bwana, mwana wa Daudi. Yesu akasimama akawaita akasema, mnataka niwafanyie nini? Wakamwambia, Bwana, tunataka macho yetu yafumbuliwe. Yesu akawahurumia, akawagusa macho yao. Haleluya. Amen. Mara wakapata kuona. Hapa unaona Yesu
aliwagusa wale vipofu, na alipowagusa macho yao akapata nini? Kuona. Ukisoma Marko sura ya 5, Marko sura ya 5 ukianzia mstari wa 25 mpaka 34, utaona ni habari ya mwanamke aliyekuwa anatokwa na damu muda wa miaka 12. Mstari wa 27 anasema, aliposikia habari za Yesu, alipita katika mkutano kwa nyuma, akaligusa vazi lake, na alipogusa vazi la Yesu alipona. Kuna kitu nataka nielezee hapa, nisikilizeni vizuri watu wa Mungu. Amen. Kwenye Mathayo 20 tumeona kuna watu walikuwa ni vipofu, wakamuita Yesu. Yesu akawahurumia, akawagusa macho yao, wakapona. Haleluya. Amen. Hapa kwenye Marko sura ya 5 tunaona tena mtu mwingine mwenye shida, lakini huyu sio Yesu aliyemgusa, yeye ndiye alimgusa nani? Yesu. Tuko pamoja watu wa Mungu? Amen. Yes. Ukisoma Luka sura ya 5, Luka sura ya 5 taielezea tu. Luka sura ya 5 mstari wa 17, utaona kuna watu walienda wakatoboa dari wakati Yesu anafundisha, wakamshusha mgonjwa wao ili Yesu amponye. Haleluya. Amen. Nisikilizeni sasa vizuri watu. Kuna wakati wa Mungu kukugusa na kuna wakati wa wewe kumgusa nani? Mungu. Hizo zote ni njia za Mungu kuingilia kati. Mungu akikugusa anakuwa ameingilia kati. Wewe pia ukimgusa Mungu, Mungu anakuwa ameingilia nini? Kati. Lakini sasa kuna muda unaweza kuwa unasubiri Mungu akuguse, kumbe wakati huo unatakiwa wewe ndio umguse. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Yule mama aliyekuwa anatokwa na damu muda wa miaka 12, angesema akae asubirie, angesubiri mpaka leo, huo muujiza usingekuja kutokea. Haleluya. Amen. Ila alipoamua akasema, mimi mwenyewe nitaanzisha, nitamtafuta Yesu mpaka nimpate, nitajipenyesha. Kumbuka huyu mwanamke kulikuwa kuna sheria. Kwanza hata alikuwa haruhusiwi kuingia katikati ya msongamano wa watu, ilikuwepo sheria inomzuia. Ndio maana hata alivyopona aliogopa kutoa ushuhuda, alijificha. Kuna mtu anaenda naye vizuri? Amen. Kuna mtu anaenda naye vizuri? Amen. Haleluya. Amen.